Meli za kivita za Iran zimeelekea Afrika ya Kusini kushiriki katika mazoezi ya kijeshi ya BRICS. Kundi la nchi za BRICS zimeanzisha mazoezi ya kijeshi ambapo baadhi ya wanachama wanashiriki katika mazoezi hayo. Kamanda wa jeshi la majini ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesifu kuongezeka kwa uwepo wa Iran baharini nje ya eneo la Asia Magharibi, akitangaza kwamba meli kadhaa za kivita za kijeshi zinaelekea Afrika ya Kusini. Akizungumza katika mkutano wa viongozi ulioandaliwa na jeshi la majini mnamo siku ya Jumapili, Admiral Shahram Irani alisema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni miongoni mwa wachangiaji wakuu wa usalama katika eneo la bahari katika BRICS na kwingineko. Ameongeza kwamba kutumwa kwa vikosi hivyo kunadhihirisha utegemezi unaokuwa wa jeshi hilo kwa uwezo wa ndani, uzoefu wa kiutendaji na kuvuka maeneo na uwepo endelevu katika maji ya wazi. Kwa mujibu wa kamanda huyo, moja ya vikosi hivyo limepewa jukumu la kusindikiza meli za kibiashara, huku kikosi kazi cha 103 kikitarajiwa kushiriki katika mazoezi ya pamoja ya majini na nchi wanachama wa BRICS. Hizo ni pamoja na Brazil, Russia, India, China, Afrika ya Kusini, Argentina, Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Admiral Irani amesema kuwa ushiriki huo unafuata maelekezo ya kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na unalenga kuimarisha ulinzi na diplomasia ya baharini. Aidha, aliongeza kuwa nafasi ya Iran katika nyanja za baharini imejengeka kwa uthabiti na jeshi la majini limekuwa miongoni mwa wahusika wenye ushawishi katika usalama wa baharini ndani na eneo na nje yake. Kamanda huyo alikosoa juhudi za vyombo vya habari vinavyopinga Iran kwa kujaribu kuonyesha Iran kama iliyotengwa, akisema kwamba majaribio hayo yameshindwa hapo awali na yanaendelea kushindwa. Katika maelezo mengine, alibainisha kuwa makamanda wa kijeshi wa kigeni wanakiri kuhusu nafasi ya ushawishi wa uongozi wa Iran. Alifafanua kwamba kauli za kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran huchunguzwa katika ngazi za juu za kijeshi nje ya nchi, jambo linaloonyesha athari ya Iran katika matukio ya kikanda na kimataifa. Huku akimsifu Ayatollah Al-Khamenei, ameeleza kwamba ni kiongozi ambaye katika jeshi la taifa hilo amekuwa akitoa mwongozo uliotukuka, mwongozo ambao umeifanya Iran kuwa na jeshi imara hadi wakati huu. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mazoezi haya ya kijeshi, kutokana na vitisho vingi vinavyotoka katika mataifa kama vile Israel pamoja na Marekani, ambapo inadaiwa kwamba wakati wowote Israel baada ya kufanya mazungumzo kati ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump, huenda wakafanya maamuzi ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Lakini mazoezi hayo yatakuwa ni msaada mkubwa kwa jeshi la serikali ya mapinduzi ya Iran, hasa wakati ambapo itatokea vita kama ile iliyotokea ya siku 12 dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Iran wakati huu ipo katika namna ya kujitengeneza kijeshi zaidi, huku ikifanya mazoezi ya mara kwa mara ya kijeshi miongoni mwa majeshi yake, lakini pia ikishiriki katika mazoezi ya nje ya Iran, ikiwa ni pamoja na haya ya BRICS ambayo yanaenda kufanyika katika siku zijazo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.